Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ili uweze kupiga hatua kwenye sekta ya madini, uweze kukwepa utafiti. Mheshimiwa Rais ameandika historia katika kipindi cha muda mrefu sana. Bajeti ya Wizara ya Madini imeongezeka kutoka kiasi cha fedha ambacho kipokea kila mwaka cha shilingi bilioni 89 tu. Hivi sasa imejengewa hoja, tumefikisha mpaka shilingi bilioni 224, na katika fedha hizi asilimia kubwa ya fedha imeelekeza GST kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina na kuboresha huduma za GST ikiwemo huduma za kimaabara. Kwenye fedha hizi inakwenda kujengwa State of the Art Geoscientific Laboratory pale Dodoma, ambayo itakuwa ina uwezo wa kuhudumia na kutoa huduma kwa Watanzania na wasio wa Tanzania, makampuni yote hapa nchini, na lengo letu ni kuifanya GST kuwa kitovu cha utoaji huduma bora za kimaabara Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara pia. Hivi sasa tupo katika makubaliano na wenzetu wa taasisi ya jiolojia kutoka nchini Finland, GTK, ambao wameonyesha utayari wa kuweza kuwajengea uwezo watu wetu, uwezo wa kimaarifa, ili waweze kufanya kazi hii kwa tija kubwa. Sambamba na hiyo pia tutakwenda katika kununua vifaa vya kisasa na vyenye ubora ili tuweze kutoa huduma kwa Watanzania. Lakini pia itajengwa maabara nyingine katika mkoa wa kimadini wa Geita na mkoa wa kimadini wa Chunya kwa ajili ya kusogeza huduma hizi kwa Watanzania. Eneo la pili ni mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Kama inavyofahamika, sekta ya madini imekuwa ikichangia katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania mwaka hadi mwaka, na ongezeko limekuwa kubwa. Lakini katika miaka hivi karibuni mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka sana. Sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2021-2022 mpaka 2025-2026 ilielekeza kwamba ifikapo mwaka 2025 sekta hii ya madini ichangie 10% kwenye pato la taifa. Lakini kwa sababu ya kazi nzuri ambayo imeendelea kufanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwaka 2023-2024 sekta hii ilichangia katika pato la taifa kwa 9.0%. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 sekta ya madini imechangia kwenye pato la taifa kwa 10.1%, mwaka mmoja kabla ya target iliyowekwa. Ilipaswa mwaka 2025-2026 ndo sekta hii ichangie kwa 10% kwenye pato la taifa. Tumeuwahi mwaka mmoja kabla ya mwaka ambao ulikuwa umeainishwa kwenye sera ya madini. Haya ni mapinduzi makubwa na kuonesha ni kwa namna gani sekta hii imeendelea kuimarika siku hadi siku. La tatu, kwenye kipindi cha miaka minne Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Madini imekuja na mkakati maalum ambao tumeita Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii na mpango huu, na kwa nini madini ni maisha na utajiri? Nitaeleza. Mpango huu umejikita katika kuongeza utafiti wa kina
wa kubaini madini katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari milioni 233. Kijiolojia tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets. Ziko 322 nchi nzima, na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba kwa QDS moja la 2916, zaidi ya ekari 700 ndo QDS moja. Tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa geological mapping, utambuzi wa viashiria vya miamba yenye madini kwa 97%. Tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa low resolution, utafiti lakini ambao ni low resolution, ambao line spacing yake ni kilomita kwa kilomita, na kurusha chombo katika usawa wa uso wa dunia kinakwenda mita 120. Hiyo ndio inaitwa low resolution. Hiyo tumeifanya kwa 100% mwaka 1978 na 79 imefanyika. Lakini hivi sasa dunia imejielekeza kwenye utafiti wa kina, high resolution geophysical survey. Sisi katika nchi yetu ya Tanzania tumeifanya hii kwa 16% tu, na upande wa geokemia tumefanya kwa 24%. Lakini ili uweze kuwa na nafasi ya kuweza kufahamu ulicho nacho chini ya ardhi, kwa hivi sasa teknolojia ya duniani leo ni kufanya kitu kinaitwa high resolution airborne geophysical survey. It's either kurusha drone, kurusha helicopter, kurusha ndege, kupiga picha chini ya ardhi, kuiscan ardhi, kuweza kubaini viashiria vya madini, anomalies na magnetic points. Sisi kwetu tumefanya kwa 16% tu katika ukubwa wa eneo la nchi yetu ambao nimesema. Lakini maajabu yake, kwenye hiyo 16%, mwaka wa fedha 2022-2023 sekta ya madini ndio iliongoza kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. 56% ya fedha za kigeni zote kutokana na sekta ya madini. Yaani mauzo ya bidhaa nje ya nchi kwa mwaka huo yalikuwa ni ya dola bilioni 3.6. Na ilifaa sekta hii ya madini iongoze kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. Mapato ya kodi ya ndani, Wizara ya Madini katika mwaka huo ilichangia shilingi trilioni 2.1, sawa sawa na 15% ya mapato yote ya kodi ya ndani. Lakini mzunguko uliofanyika kutokana na masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi 109 ilikuwa ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 700. Lakini fedha iliyozunguka kwenye ununuzi wa bidhaa na utoaji wa huduma migodini ilikuwa ni shilingi trilioni 3.1. Sasa unajiuliza, kama hatujafanya utafiti wa kina na haya ndio manufaa, hivi what if tukidouble ile 16 ikaenda kuwa 32 au tukaifanya kuwa 48, nchi yetu itakuwa wapi? Ndio hapo wizara ikaja na Mining Vision 2030, madini maisha na utajiri. Lengo ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 tu tumeipima nchi yetu kwa 50% ili tupate tija na manufaa mara 3 zaidi ya haya ambayo nimeyasema hapa. Ndugu zanguni, nayasema haya huku wachimbaji wadogo wakichimba kwa kubahatisha, wakiwa wana nyenzo duni, lakini huo ndio mchango wa sekta. Kwa tukaja na hiyo Vision 2030 kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutaipima nchi yetu kwa 50% ifikapo mwaka 2030. Na malengo yetu ni kuona sekta yetu inatoa mchango katika maisha ya Mtanzania.
Na hapa naanza kufafanua, tukisema madini ni maisha maana yake nini? Madini ni maisha kwa sababu katika maisha ya leo ya mwanadamu na hasa Mtanzania huwezi kuikwepa sekta ya madini. Ina mchango mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Tukifanikiwa kufanya utafiti wa kina, tukarusha ndege, tukapiga picha hiyo ardhi, tukafanya exploration, tukafanya drilling, tukafanya geokemia kuweza kubaini sampuli za udongo na maji kwenye sekta ya kilimo, peke yake kupitia utaratibu wetu huu. Cha kwanza, tutasaidia katika kubaini miamba yenye maji, zile aquifers ambazo zinaweza zikatumika katika uchimbaji wa mabwawa, na huku Wizara ya Kilimo ina mpango wa kuchimba mabwawa 100. Tukaboresha kilimo cha umwagiliaji, Mtanzania akawa na uwezo wa kulima na kumwagilia na akavuna mara 3 katika msimu. Maisha ya Mtanzania yatabadilika kupitia sekta ya madini. Nchi yetu ya Tanzania ni mwagizaji wa mbolea, ni net importer kabla ya kiwanda cha Intracom kijengwa pale Dodoma. Lakini mbolea nyingi tumekuwa tukiagiza. Tunatumia fedha nyingi sana ya kigeni. Tunaamini kupitia hii Mining Vision 2030 tutakuwa tuna uwezo wa kubaini maeneo yenye malighafi za kutengeneza mbolea na kuvutia uwekezaji mkubwa wa viwanda vikubwa kuja kutengeneza viwanda hapa nchini Tanzania, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima wetu, na hivyo itapelekea kupatikana kwa tija kwa wakulima wetu. Hivi sasa nchi yetu inaagiza sana DAP na NPK. DAP inatokana na phosphorus, ambapo tuna uwezo sisi baada ya kuwa tumepiga picha nchi yetu kubaini maeneo ambako phosphorus inapatikana. Lakini NPK na yenyewe kadhalika, nitrogen, phosphorus na potassium, ambao tukifanya utafiti wa kina tuna uwezo wa kuonesha ni wapi madini haya yanapatikana kutengeneza mbolea. Lakini hekta milioni 3.6 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na tindikali, na njia pekee ya kutibu tindikali ni madini, ni chokaa kilimo. Unaipata wapi? Ni mpaka huo umeshafanya utafiti wa kina, na tuna uwezo wa kuisaidia nchi yetu kuiongoza vizuri katika eneo la kilimo. Hekta milioni 3.7 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na chumvi, na njia pekee ya kuitibu ardhi hiyo ni kupitia madini ya jasi. Kupitia utaratibu huu tuna uwezo wa kuweza kusaidia kuonesha ni wapi yanapatikana kwa wingi, tukawasaidia wakulima nchi yetu ya Tanzania maisha yao yakabadilika. Sekta ya ujenzi, kupitia utaratibu huu tunaamini kabisa ya kwamba na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwa kupata malighafi za kusaidia kuchochea uchumi wa viwanda katika nchi yetu ya Tanzania. Malighafi za kutengeneza saruji, vifaa vya ujenzi, marbles, tiles, zote zinatokana na sekta hii. Kwa ukishafanya utafiti wa kina, ukaona uwezo wa kujua kipi kipo wapi kwa wingi gani, ni rahisi sana kusaidia sekta zingine ziweze kukua. Kwenye sekta ya afya, kupitia sekta hii ya madini tuna uwezo wa kutoa mchango mkubwa. Leo ndugu zangu, katika bonde la Rukwa tuna miradi mikubwa miwili ya helium. Tuna kampuni 2, Noble Helium na Helium 1. Moja wako kisima cha Mbelele, mwingine yuko Itumbula 1 na Itumbula 2. Wamefanya utafiti hivi sasa, na habari njema ni kwamba concentration ya helium ya Rukwa hivi sasa ina uwezo wa compete na Marekani na Urusi katika taarifa za awali ambazo wamezitoa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare
ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.